Mawaziri wa kigeni kutoka Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wamekutana na waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi jijini Geneva hii leo. Ni kikao cha kwanza cha ana kwa ana kati ya Tehran na mataifa ya Magharibi tangu Israel kuishambulia Iran wiki jana. Israel na Iran wameendelea kushambuliana japo kumekuwa na juhudi za kidiplomasia kutuliza hali na kupata suluhu ya mzozo huo. Jeshi la Israel limesema kwamba limetekeleza mashambulizi kwenye kituo cha viwanda vya kutengeneza makombora pamoja na makao makuu ya kituo cha utafiti wa silaha za kinyuklia usiku kucha. Katika mji wa kusini wa Beersheba, watu 7 wamejeruhiwa baada ya makombora kutoka Iran kupiga kituo cha kiteknolojia. Inaonekana kwamba Iran ilikuwa imelenga kituo cha teknolojia ya kisasa cha Gaviam ambacho maafisa wa Iran wanasema kwamba ndipo walipokuwa wanalenga walipopiga hospitali ya Soroka. Kabla ya mazungumzo ya leo, waziri wa kigeni wa Iran alihutubia Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa. Iran inajilinda dhidi ya uchokozi wa kikatili. Tuna haki, jukumu na ari ya kulinda uhuru wetu wa kitaifa na mipaka yetu kwa kutumia nguvu zote. Hii ni haki yetu. Haya yote yamefanyika wakati ambapo Israel imeishtumu tena Iran kwa kutaka kutengeneza silaha za kinyuklia. Mamlaka nchini Iran zimeendelea kukamilisha mpango wao wa silaha za kinyuklia. Hakuna haja yoyote ya kiraia kuwepo kwa kiwango kikubwa cha madini ya urania yaliyorutubishwa ambayo yanamilikiwa na utawala wa Iran. Imepanua kwa ukubwa uzalishaji na kutengeneza makombora ya kibalistiki yenye uwezo wa kufika Israel kwa madakika tu. Ikulu ya White House inasema kwamba Rais Donald Trump atafanya uamuzi wake katika wiki 2 zijazo ikiwa atavituma vikosi vya Marekani kujiunga na Israel kupambana na Iran au la. Mawaziri wa kigeni wa mataifa ya Ulaya wanajadili swala hilo la matakwa ya Marekani katika kikao cha leo, kama anavyotueleza mwandishi wetu Liz Doucet. Swala kuu analolitaka Marekani ambalo tumepata kulifahamu ni kwamba Iran ni sharti iache kurutubisha madini ya urani hadi kiwango cha 0%. Iran imesema mara kwa mara kwamba hali hiyo itakiuka uhuru wake wa kitaifa na kwamba haiko tayari kunyakuliwa haki hiyo. Lakini katika ujumbe wa pamoja inaonekana kwamba hakutakuwa na nafasi ya kujitetea. Kama nilivyoelezwa na chanzo kimoja cha diplomasia, ikiwa Iran haitakubali kufanya mazungumzo ya kukubaliana hadi kumaliza shughuli zake za madini ya urani, basi mashambulizi ya kijeshi yataendelezwa. Na kwa upande wake itasema kwamba hadi pale mashambulizi yatakapositishwa ndipo mazungumzo ya kweli yataendelezwa. Na hata katika msingi huu haijabainika wazi ikiwa watakuwa na ufanisi mkubwa. Wakati huo raia wa Kenya na Tanzania walioko Iran na Israel wameombwa na serikali zao kuwa makini kutokana na makabiliano yanayoendelea. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Tanzania imesema kwamba, na hapa ninanukuu, kuna Watanzania 168 waliopo nchini Iran, wakiwemo wanafunzi 134 mjini Qom na wengine 34 jijini Tehran. Na upande wa Israel kuna Watanzania zaidi ya 200 wakiwemo wanafunzi na wafanyikazi wa ubalozi. Aidha, taarifa imeongeza kwamba kwa sasa Watanzania 50 tayari wamejiandikisha kurejea nyumbani, huku serikali ikisema inachukua hatua za kufanikisha hilo kwa njia salama. Kwa upande wa serikali ya Kenya, serikali imesema kwamba raia wake waliopo Israel na Tehran wanaweza kuwasiliana na ofisi za ubalozi wa Kenya zilizopo Tehran na Tel Aviv. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Kigeni imewataka raia wa Kenya kuwa makini na usalama wao, kuepuka safari zisizokuwa za lazima, kufuatilia matangazo ya habari kuhusiana na mambo yalivyo na kufuata maagizo ya mamlaka pale walipo, na pia kujiandaa kwa hali ya dharura kwa kuweka pema nyaraka zao na mahitaji ya dharura. Mwisho wa nukuu. Leo dunia inaadhimisha siku ya wakimbizi chini ya kauli mbiu ya mshikamano na wakimbizi. Maadhimisho hayo yanafanywa huku takwimu zikionyesha kuwa idadi ya wakimbizi duniani imeongezeka hadi milioni 123. Shirika la misaada la World Vision limeonya kuwa watoto wakimbizi milioni 122 wako hatarini kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kibinadamu. Ripoti mpya inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya watu katika nchi zilizoathirika wanakabiliwa na njaa kali, huku watoto wakilazimika kuingia katika ajira hatarishi, ndoa za mapema na kuacha shule. Nchini Sudan Kusini pekee, asilimia 97 ya familia zimeripoti kushinda njaa kwa siku nzima kwa sababu hawana chakula. Sasa ili kufahamu zaidi kuhusiana na hili, mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na Nancy Tamasha, ni msimamizi wa mipango katika shirika la Refugee linaloshughulikia wanawake na watoto wakimbizi, pamoja na Jamin Kusuania wa shirika la International Rescue Committee. Jamin ameanza kwa kuelezea kiini cha ongezeko la idadi ya wakimbizi. Mingi iliyopita takriban miongo mitatu tumekuwa na idadi
kubwa ya watu ambao wengi ambao ni wakimbizi wa ndani kwa ndani, lakini kukiwa na takriban zaidi ya milioni 37 ambao wametoroka nchi zao na kuelekea nchi zingine. Nafikiri yaliyotendeka ni kwamba kumekuwa na majanga kadha wa kadha ambao yamefanya watu kuhama makwao. Vita hasa barani Afrika imekuwa ni changamoto zaidi ambazo zimefanya watu wengi kuhama. Lakini pia hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa, climate change, imechangia zaidi ya watu kuweza kufurushwa makwao. Nikija kwako Nancy, ufadhili pia wa baadhi ya wakimbizi umeanza kuwa tatizo kubwa na changamoto kubwa, hasa baada ule uamuzi wa Trump kwamba watasitisha ufadhili huo. Hili litawaathiri vipi katika shughuli zenu? Kuna afya, halafu tena tunaangalia elimu. Manake huo ufadhili pia ulikuwa unasimamia upande kubwa wa elimu. Sasa ukiangalia watoto wasipopata elimu, tusipoweza kusimamia wakimbizi waweze kwenda shule, waweze kujikimu wenyewe kimaisha, inakuwa tena jukumu la serikali la kuweza kuwasimamia, manake hawataweza kupata makazi, hawataweza kufanya maybe biashara, vitu ambavyo wanaweza kujisimamia. So unaona, tukiongea, nimesema afya, tumeongea kuhusu elimu, lakini pia nimeongea kuhusu kisaikolojia, manake tunaona hatutaweza kupatiana zile services ambazo zinahitajika. Ripoti iliyotolewa hivi majuzi pia na World Vision haswa katika kambi ya wakimbizi Sudan ni kwamba kuna ukosefu mkubwa wa chakula. Watoto wanalazimika kupata mlo mmoja tu kwa siku, wengine hata hawapati kabisa. Sasa hili nalo likoje na litazungumziwa vipi? Swala la Sudan ni swala ambalo watu hawakukadiria litaweza kutokea. Kwa hivyo tunao wakimbizi wengi wa ndani kwa ndani, na kwa hivyo Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yanaendelea kujitahidi kuangalia jinsi wanaweza kushughulikia hii idadi kubwa ya watu zaidi kuweza kutokea. Na kwa hivyo kunazo zile changamoto, kuna changamoto za logistics, kunazo changamoto za funding, lakini kunayo mikakati. Hivi majuzi tu shirika la USAID limetangaza kusitisha misaada yake katika nchi za Afrika na nchi nyingine. Na iwapo mashirika mengine pia labda yataiga mfano huo ama yatachukua mkondo huo, hili litaacha wakimbizi wetu katika hali mbaya sana. Sasa je, sisi viongozi wa mashirika tunatumia njia gani mbadala kuhakikisha kwamba angalau watu wanapata mahitaji ya kimsingi, chakula na afya? Kitu cha kwanza ni pia kutafuta ufadhili mwingine ambao sio wa serikali. Kama tukiongea mambo ya USAID, tunaongea kuhusu ufadhili ambao unatoka katika serikali ya Marekani. So pia ni kutafuta ufadhili katika serikali zingine, mashirika mengine ambayo maybe sio ya kiserikali. Lakini zaidi ya hayo pia ni kujaribu kufanya kazi na nchi ambayo wakimbizi wako, kama tuseme hapa Kenya, kujaribu kufanya kazi na serikali yetu, kuona ni vipi ambao hawa wakimbizi wetu wanaweza pia kujumuishwa katika mikakati ya serikali, kama ni mambo ya afya, kama ni mambo ya usaidizi wa maybe kama wazee, usaidizi kwa watoto ambao wako shuleni, tunaoita kama mayatima. Serikali yetu iko na usaidizi upande ule, so tunajaribu kuona ni vipi hawa wakimbizi wetu pia wanaweza kujumuishwa katika hiyo miradi, ndo wasiachwe nyuma, kwa vile sasa ufadhili wa kutoka nje wa kusimamia maybe wakimbizi kivyao hauko tena kama vile ulivyokuwa kitambo. Kitu kikubwa ambacho tunafanya, mashirika mengi kwa sasa tunajaribu kufanya ni kujaribu kufanya kazi na wakimbizi wenyewe, tunaita self-reliance, waweze kujitegemea wenyewe. Sasa tunajaribu kutafuta miradi ambayo itawapatia kama wanaweza kufanya kama ni courses ama waende kusoma kwa muda mfupi, waweze kupata skills fulani ambazo wanaweza kufanya kazi wakajisimamia wenyewe.